Naam, ikiwa tuko katika anga la kimataifa, anga la CAF ambako klabu zetu 4 zinatuwakilisha huko, lakini wakati huu tunakwenda kuangalia hizi timu mbili za Kariakoo, timu vioo, timu ambazo zimekuwa zikituwakilisha vizuri kwa miaka mingi, lakini miaka hivi karibuni ndo zimetuwakilisha kwenye ubora wa hali ya juu zaidi. Hapa nazungumzia Simba na Yanga katika michuano ya kimataifa. Yes, na kikubwa ambacho tunakwenda kuangalia hapa ni uwezekano kwa miamba hii miwili ya Kariakoo kama inaweza kukutana katika hatua ya makundi. Yes, kwa maana kupangiwa kundi moja. Inaweza ikatokea ama la. Ndicho ambacho tunakwenda kukiangalia katika session hii hapa. Yes, kwanza ikumbukwe utaratibu kwa ufupi sana. Utaratibu wa timu kukutana inabidi ziwe katika poti tofauti. Yaani poti nadhani inaeleweka kwa maana ya tunapokwenda katika draw ya CAF kunakuwa na pots zake, kwa maana poti hii ni timu zenye renki ya juu kabisa, poti hii ni timu zinazofuata mpaka ile poti ya mwisho ambayo kwa asilimia kubwa inakuwa na timu ngeni ambazo ndo zinaingia kwa mara ya kwanza au zile ambazo zimeshawahi kuingia lakini zina renki ndogo. Sasa CAF wana utaratibu wao wa kupima performance ya timu kwa kipindi cha miaka mitano, inaitwa CAF 5 years ranking. Yes, manake kwenye kipindi cha miaka mitano mmekusanya alama ngapi? Huo utaratibu unafahamika, tumeshazungumza mara kadhaa. Sasa mpaka sasa tunapozungumza 10 bora au timu bora zile ambazo zinafanya vizuri, tukiangalia hapa timu 12 ambazo zinafanya vizuri ili tumpate Young Africans, kwa sababu Young Africans ni ya 12. Hizo timu 12 maana yake zile timu za juu 4 ndizo zikifanikiwa kuingia hatua ya makundi, maana yake yani hatua inayofuata zikivuka hapo kwenda hatua ya makundi, maana yake tutazicategorize, tutazipanga kutokana na ubora wake. Sasa tunaongelea hili ikiwa bado hakuna timu hata moja ambayo imeshaenda hatua ya makundi mpaka sasa hivi, lakini timu hizi zimeingia katika mzunguko wa pili wa hatua ya awali. Mzunguko wa kwanza zilicheza wakachujiana, wakapita. Simba amemtoa Gaborone United, Young Africans amemtoa Wiliete de Benguela, na wote wamesogea katika mzunguko wa pili. Sasa huko katika mzunguko wa pili ambao wamesogea wanakwenda kukutana na wapinzani wengine. Sasa ukiangalia kwa asilimia kubwa hawa wapinzani ambao wanakwenda kukutana nao katika mzunguko wa pili ni wapinzani ambao inaonekana hizi timu zina nafasi kubwa ya kufanya vizuri kuliko hawa wapinzani, na sio tu Simba na Yanga, hapana. Ukienda kuangalia jedwali la ubora wa hizi klabu, nambari 1 mpaka sasa ni Al Ahly kutoka Misri, ambao wenyewe watacheza dhidi ya Aigle Noir. Aigle Noir ni klabu kutoka Burundi. Kwa hivyo Al Ahly dhidi ya Aigle Noir. Al Ahly ya Misri ina nafasi kubwa ya kwenda hatua inayofuata kwa maana ya hatua ya makundi. Lakini Mamelodi Sundowns wanashika nafasi ya pili. Mamelodi Sundowns wao wanakwenda kucheza dhidi ya Remo Star ya Nigeria. Yes, Mamelodi Sundowns wana nafasi kubwa ya kwenda hatua inayofuata. Baada ya hapo kuna Esperance de Tunis ambao wanashika nafasi ya 3. Wenyewe wanacheza na Rahimo kutoka Burkina Faso. Esperance na nafasi kubwa ya kwenda hatua inayofuata. Timu ya 4 kwenye viwango vya ubora wa CAF ni RS Berkane, the Orange Boys, ambao wanacheza dhidi ya Al Ahly Tripoli. Of course hii ni mechi ngumu, lakini Berkane ni bora zaidi kuliko Al Ahly Tripoli. So Berkane na nafasi kubwa ya kwenda hatua inayofuata. Timu nambari 5 ni Simba Sports Club, ambayo yenyewe inakwenda kucheza dhidi ya Nsingizini Hotspurs kutoka kule Eswatini katika hatua inayofuata. Na Simba ina nafasi kubwa zaidi ya kwenda hatua inayofuata kwa maana ya hatua ya makundi. Na klabu nyingine ni Pyramids kutoka Misri, na wenyewe wanacheza na Ethiopian Insurance kutoka Ethiopia. Kwa hiyo hizo ndio timu 6 za juu. Timu 6 hizi zote zipo katika ligi ya mabingwa Afrika. Tukenda timu nambari 7 katika ubora wa CAF ni Zamalek. Haipo katika ligi ya mabingwa, wako shirikisho. Nafasi ya 8 wapo Wydad Casablanca. Wenyewe wapo kwenye kombe la shirikisho. Nafasi ya 9 wapo USM Alger. Wenyewe wapo katika kombe la shirikisho. Na nafasi ya 10 ipo kwa CR Belouizdad. Wenyewe wapo katika kombe la shirikisho. Kwa hiyo maana yake hizo timu 4 ambazo nimetaja hapo zote zipo kwenye shirikisho, zipo ligi ya mabingwa. Nafasi ya 11 inakwenda kwa Al Hilali
ya Sudan. Wao wapo ligi ya mabingwa na wanacheza na Kenya Police katika hatua inayofuata. Al Hilali ina nafasi kubwa zaidi kuliko Kenya Police ya kwenda hatua inayofuata. Alafu timu ya 12 ni Young Africans na yenyewe inacheza dhidi ya Silver Strikers kutoka Malawi. Maana yake Young Africans ana nafasi kubwa ya kwenda hatua inayofuata. So most probably tunatarajia hizi timu zote ambazo nimezitaja hapo tuzione zikiingia hatua ya makundi, kwa maana hizi ambazo ziko ligi ya mabingwa zina nafasi kubwa ya kuingia hatua ya makundi, labda itokee surprise kweli kweli. Sasa uwezekano wa Simba na Yanga kukutana uko vipi? Yani wanaweza kukutana ama hawawezi kukutana? Ipo hivi. Timu namba 1 ni Al Ahly. Timu namba 2 ni Mamelodi Sundowns. Timu namba 3 ni Esperance de Tunis. Timu namba 4 ni RS Berkane. Maana yake hizi zote 4 zikiingia katika hatua ya makundi, maana yake hiyo ndo pot A imekamilika. Yes. Hizo timu 4 ndio pot A imekamilika. Baada ya hapo inakuja pot B. Kumbuka, ili timu zikutane katika hatua ya makundi inabidi ziwe katika poti tofauti ili ziweze kukutana. Timu zikiwa kwenye pot moja kwenye makundi hazikutani kwa sababu kila mmoja anapangwa kwenye kundi lake. Lakini timu zikiwa kwenye poti tofauti zinaweza kukutana. Kwa hiyo poti ya kwanza tumeshaiangalia, hapo hakuna Simba, hakuna Yanga. Maana yake haliwahusu. Yaani hao ni wapinzani wao. Poti ya pili ni poti ambayo inamweka Simba ambaye yupo nafasi ya 5. Maana yake kila poti ina timu 4. Kwa hiyo Simba wapo nafasi ya 5, wao wanakuwa vinara katika poti namba 2. Timu inayofuatia ni Pyramids ya Misri. Wao wanaingia katika poti namba 2. Timu inayofuatia, kwa sababu Pyramids iko nafasi ya 6 katika rank, timu inayofuatia ni Zamalek. Hawa hapo ligi ya mabingwa, wapo shirikisho, kwa hiyo automatic wanakosa. Tunasubiri mwingine nani ataingia. Timu nambari 8 kwenye viwango vya bora ni Wydad, na wenyewe hawawezi kuingia katika poti namba 2 kwa sababu wapo kwenye shirikisho. Timu inayofuata namba 9 ni USM Alger. Wenyewe pia hawawezi kuingia kwa sababu wapo katika kombe la shirikisho. Timu inayofuata ni CR Belouizdad ya Sead Ramovic, na wenyewe pia hawawezi kuingia kwa sababu hawapo katika ligi ya mabingwa Afrika, wapo kwenye kombe la shirikisho. Timu inayofuata ni Al Hilali ya Sudan. Maana yake Al Hilali ya Sudan wapo katika ligi ya mabingwa, wakiingia group stage wanakuwa katika pot moja. Kwa hiyo Al Hilali iko nafasi ya 10 na wanakuwa katika pot moja sambamba na Simba na Pyramids. Lakini timu nafasi ya 12 ni Young Africans ambao wapo katika ligi ya mabingwa. Kwa hiyo wakiingia tu makundi, maana yake Young Africans watatengeza kundi moja la Simba, la Pyramids, la Al Hilali na Young Africans. Kwenye poti hii, kwenye pot moja wanatengeneza pot moja. Sasa wakishatengeneza pot moja, maana yake automatic hawawezi kukutana katika hatua ya makundi. Maana yake hapo kila mmoja atakwenda kwenye kundi lake. Mustakabali ndo kwa hivyo mpaka sasa. Ujue kwamba Simba na Yanga zikiingia hatua ya makundi zote, ikitokea zimepenya kwa namna yoyote ile, hawawezi kukutana. Labda itokee katika zile timu 4 za pot A. Zile timu 4 za pot A kwa maana ya Al Ahly, Mamelodi, Esperance na RS Berkane, mmoja wapo asipoingia hatua ya makundi, maana yake automatic Simba anakuwa kwenye pot A. Automatic Simba ataingia kwenye pot A, na Simba akiingia kwenye pot A ana nafasi ya kukutana na Yanga. Kama Yanga itakuwa na yenyewe imeingia, maana yake Yanga watakuwa kwenye pot B. Kwa hiyo mazingira ndio kwa hivyo, na hiko ndicho ambacho nilitaka kushare kwa wakati huu. Wewe sasa weka comment yako kwenye comment section hapo. Unatamani miamba hii kutane, yani wawepo kwenye pot moja, yani wawepo kwenye pot tofauti ili wakutane, au amuitaki dabi katika hatua ya makundi? Weka comment yako katika comment section, lakini usisahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.